Mtazamaji wa 7 Media, leo tupo Kitunda Lelini na kikubwa zaidi ambacho kimetuleta huku ni mgogoro wa nyumba, na nyumba hii ambayo unaitazama hapa ni nyumba ambayo ina mgogoro mkubwa sana, na tupo na mama hapa, atajitambulisha kwa majina yake, lakini pia atatusimulia kwa ufupi juu ya mgogoro mzima wa hii nyumba. Mama, habari? Salama tu, habari za kuto? Salama. Kwa majina yako? Na kwa majina naitwa Sakina Isa Risasi. Ndiyo. Ninaishi Kitunda, mtaa wa Kitunda Lelini. Mimi ni mhanga wa changamoto ambayo inahusiana na hii nyumba, japokuwa mimi ndiye mmiliki wa hii nyumba. Nitaelezea historia yangu kwa kifupi. Mimi katika harakati zangu za maisha niliwahi kukutana na mtu, tukaishi kama mke na mume, lakini alinikuta tayari niko kwenye mji wangu na kila kitu ninacho kwangu. Kwa alikuja kuanzisha mahusiano, baadaye tukawa naishi, lakini baada ya muda mfupi niliona mabadiliko na dhamira yake ni kama ilikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaenda kinyume na mimi kutokana na matukio ambayo yalikuwa yanaendelea. Ilifika kipindi tukashindwa kuelewana. Yule mtu akaondoka na maisha yake, lakini kabla hajaondoka alinibia, wakati huo nikiwa ni mgonjwa, alinibia vifaa vyangu vya dukani, vifaa vyangu vya kazi ambazo ni cherehani 12, 6 za kudarizi na 6 za kawaida. Na kisha aliondoka na bidhaa zote za dukani. Nilikuwa nauza nguo maeneo ya Kariakoo pamoja na nilikuwa na design batiki na safirisha nchi kama Madagascar, Komoro pamoja na Nairobi na Kampala. Baadaye aliondoka wakati baada ya kuwa mimi naumwa sana, nikiwa na hali mbaya, ndipo alipochukua ile vitu na kuondoka navyo na kwenda kuanzisha familia na mtu mwingine. Kipindi hicho mnaishi hapa, nataka kufahamu kwanza mwaka ambao wewe umehamia katika nyumba hii, na ulinunua kiwanja ama nyumba hii mwaka gani, na yeye ulikaa naye mwaka gani? Kiwanja hiki nilinunua mwaka 2002 mwezi wa 9, na nilianza ujenzi mwaka 2003. Bahati nzuri mwaka 2005 mwezi wa 8 tarehe 1, naikumbuka mpaka leo, ndio nilihamia kwenye nyumba hii nikiwa mimi na familia yangu ambao ni wadogo zangu. Na ndio sababu hata kujenga nyumba yenye ukubwa huo, kwa sababu nilijenga kama nyumba ya familia, kwa sababu mimi ndio dada mkubwa na ndio mkubwa kwenye familia ya watoto 9 ambao tulikuwa ni yatima. Kwa hiyo wale wote nilihamia nao hapa na tukaanza kuishi nao. Baada ya kuhamia ndipo nilipoanzisha mahusiano na huyu mwanamume, na baadaye akaniambia alikuwa na familia kabla, lakini walishaachana na mwanamke akachukua kila kitu. Kwa wakati huo alikuwa na hali mbaya, maisha yake yalikuwa yameyumba, lakini kwa sababu tayari tulikuwa na makubaliano, ndipo yeye akakuja kuishi hapa. Akaniambia tutaishi kwa muda, mambo yake yakishakaa sawa then tutatoka hapa niwaachie mji wa dogo zangu. Matokeo yake haikuwa hivyo, na hata baadaye ndo nikaanza kubaini hata kile alichokuwa ananiambia kwamba walikuwa na maisha sehemu nyingine haikuwa hivyo. Ni kwamba na hata kule alipokuwa naishi, kile walikuwa naishi kwa nyumba ya kupanga, lakini kile kilichokuwa kinamilikiwa kwenye hiyo nyumba ya kupanga ilikuwa ni mali ya mwanamke. Na baada ya kuona kuna matukio mengi, kwa matukio ya kunitafutia watu, nikatekwa, nikanusurika kuuawa, lakini nilipojaribu kumuuliza alikataa. Kuna matukio mengi, kuna kipindi alianza kuniwekea sumu kwenye chakula, nikaanza kuumwa. Baada ya kuona naumwa sana, ikabidi nikae kwanza nyumbani kwa ajili ya kujitibia, baada ya kufanyiwa operation kama mara 2 bila kupata nafuu. Lakini baada ya hapo hali yangu ndio ikazidi kuwa mbaya zaidi, na ndipo yule mwanamume hata nilikuwa nimekopa hela. Baadaye watu wa Pride walivomfuata na NMB kwa ajili ya kumuuliza swala la kutokupelekwa kwa marejesho. Pesa ulikopa kwa ajili ya kufanyia biashara za kuongezea mtaji kwenye biashara yangu. Lakini baadaye walipomfuata, jibu alilowapa ni kwamba mimi na yetu hatupo pamoja na wala hatujai kuwa na mke na mume, kwa hiyo hahusiani na hilo. Baadaye wale watu waafisa wa mikopo walikuja kunifuata nyumbani, na kule nilikuta nikiwa na hali mbaya sana. Lakini hawakuwa na budi, ikabidi tu anieleze hali halisi ilipokuwa na majibu aliyopata kwa yule mtu ambaye kumfuatilia. Siku hiyo alivorudi jioni nikamueleza na nikamuuliza mbona nilikuwa nakwambia unanipelekea marejesho? Akawa anajibu ndio. Nikamwambia lakini mbona kuna taarifa hizi na hizi zimekuja ndani ya miezi 3 hakujapelekwa pesa. Baada ya kumwambia vile, siku ya pili akawa mkali, akawa anakufoka, akasema sasa mimi nifanyeje, biashara ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo pale kulitokea mzozo.
Ambia mbona nilikuwa nakuuliza, ananiambia nimepeleka, nipe payslip, ni wewe umeniacha dukani, mara nimeacha ofisini, kilo kiwandani. Majibu yalikuwa ni hayo. Kwa kweli kwa ile siku ilitokea mzozo mkubwa sana. Lakini baada ya hapo siku ya pili asubuhi alitoka asubuhi bila kuniaga, na ndio alitoka moja kwa moja, na nilipojaribu kufuatilia kule kwenye ofisi yangu kwa lengo la kujua hata zile cherani zilipo angalau niuze kwa kipindi hicho, sababu nilikuwa ninaumwa, ili niweze kusolve ku clear ile deni. Nilikuta tayari alishaziuza zote, na hata ile ofisi tayari mwenye nyumba alishaingiza mpangaji mwingine. Na baada ya hapo kwenda dukani, kiukweli sikuambulia hata henga, na tayari hata lile eneo la biashara tayari lishamilikiwa na mtu mwingine. Ndio nashtuka. Kiukweli kutokana na ile situation nilokutana nayo, nilifanya nikawa na hali mbaya zaidi. Nilirudi nyumbani mpaka nikalazwa. Kiukweli ni kitu ambacho kwanza kilinipa mshtuko mkubwa sana. Sana sana sana. Lakini baada ya hapo, baada ya muda fulani kutokana ile hali nilokuwa nayo, benki walinipa muda ili niweze kujitafuta nilipe ile deni lao. Kiukweli nilikaa baada ya kama miezi 3 sikuweza kufanya yale malipo kwa sababu sikuwa na uwezo hata kutoka ndani. Baada ya hapo alikabidhiwa dalali kwa lengo la kutaka kuja kuuza nyumba. Alipokuja kutaka kuuza nyumba nikapewa notice ya siku 14. Baada ya hapo eneo langu la kiwanja lilikuwa na eneo jingine ambalo nilikuwa nimebakisha, nikalazimika kutafuta mteja niuze ili niweze kunusuru nyumba ambayo ndio nilikuwa najistiri kwa wakati huo nikiwa naumwa. Kutafuta mteja sikupata, lakini baada ya siku 2 kabla ya zile siku 14 kuisha, yule bwana alikuja na mteja na pesa cash, na akaniambia nimekuletea mteja na utauza na kwa bei ni hii, hata kama utataka bei hii, ili nusuru kwa wakati ule, kwa sababu sikuwa na njia nyingine na nilikuwa kwenye hali mbaya sana kiafya. Tayari notice zimebaki siku 2. Kwa kutaka kuinusuru nyumba yangu nililazimika kukubaliana na kile alichoniambia, nikachukua ile pesa nikaenda nikaclear ile deni. Maana yeye alirejea kwa siku hiyo tu, yani kwa muda mrefu, lakini hakuja. Alikuja hiyo siku tu, tena akiwa na mteja, akiwa na pesa mkononi. Na kweli baada ya kuja kwanza ile hali ilinitisha, lakini nilikuwa sina namna. Nikachukua ile pesa na siku hiyo sikulala nayo, nikatafuta usafiri moja kwa moja nikapeleka benki ili waweze kuwazuia wale madalali wasije kaendelea na zoezi. Basi nikabidi sasa nirudi nyumbani niendelee na matibabu. Baada ya kuendelea na Pole sana. Baada ya kuendelea na matibabu, nikabainika nilikunywa sumu kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba ndani nilikuwa limeathirika. Sasa ili kuinusuru afya yangu nilazimika kufanya operation ya kutolewa bandama. Kwa hiyo mpaka hapa nilipo naishi sina bandama. Changamoto ikiwa ni huyo mwanaume. Kwa namshukuru Mungu nilifanyia ile operation ikatolewa, lakini alhamdulillah niliweza kusurvive. Na hiyo sumu pia inasadikika kwamba mwanaume huyo ndo alikuwa. Na ni kweli, kwa sababu mara ya mwisho na hata alipotoka hapa alivyokwenda matokeo yake yalivyoenda mahakamani, alienda kugeuza ile story akasema mimi ndiye niliyekula sumu mwenyewe na sio yeye aliyelisha sumu. Na alilisha ni kwa muda mrefu, kwa sababu kipindi hicho ambacho naumwa alikuwa kabla ile situation hajafikia kugundulika kwamba hapeleki pesa kule, alikuwa na kaida ananiletea matunda yale yaliyokatwa yamewekwa kwenye kikopo, au anaweza kaniletea labda chips, au anaweza kaniletea labda pizza. Kumbe mli ndiko alikokuwa anaweka hiyo sumu bila mimi kujua. Baada ya kufanyia operation, namshukuru Mungu alhamdulillah nilisurvive, nikanyanyuka. Baada ya kunyanyuka, lakini kwa sababu tayari nilikuwa na mimi ndo kiongozi wa familia na majukumu yananihitaji, na watoto ndani wanataka kula, wanaenda shule. Ambao ni wadogo zangu. Lakini kwa sababu sikuwa wakati huo hata na mtaji, nilianza kurudi kwa mama wa Batiki ambao ni mashahidi hata leo wakiitwa watakuja kutoa ushahidi yale, kwa sababu ni mama ambao alikuwa akinitembelea mara kwa mara kipindi hicho ambacho nilikuwa naumwa, na ndio walikuwa wananipa msaada hata kipindi na
naugua. Sawa, kwa kifupi mpaka kufikia sasa mgogoro huu wa nyumba, mgogoro unahusiana na nini sasa hizi? Baada ya kurudi sasa kwenye biashara, nilirudi kwenye biashara, yule mwanamume alirudi akataka turudiane na kusema yeye alishawishiwa kufanya alichokifanya. Kwa hiyo anaomba turudiane. Nilipomwambia kwa kile ulichokifanya sitoweza, kwa sababu yani umenionyesha wewe ni mtu hatari kiasi gani, hukujali hata naumwa. Baada ya kumwambia vile, ndio akaniambia kwamba nitakukomesha. Unaringia nyumba na hii pia nitahakikisha unaikosa. Mimi sivyo kama unaponifikiria. Nilichukulia ni kauli ya kawaida. Kwa baada hapo nikaenda kufungua kesi mahakamani ya kudai kuvunjiwa kwa ndoa na mgawanyo wa mali. Mara ya kwanza ile kesi ilitupwa baada ya kuonekana ni kesi ya kutengenezwa. Akairudisha mwaka 2014 mpaka 2015 mwezi wa 9. Mwaka 2015 huo mwezi wa 12 akairudisha tena ile kesi mahakamani. Lakini nilipokuwa nifika mahakamani, vitu ambavyo nilikuwa nakutana navyo ni vitisho, kauli, kutolewa, kutishwa, kupewa maneno ya kejeli. Nilikuwa natafsiriwa ni mkorofi, ndivyo nilivyokuwa nachukuliwa kanisani hapo mahakamani, sikupewa uhuru wa kujieleza. Hata nafasi ya kupeleka mashahidi sikubahatika, kwa sababu kweli hata kwenye hukumu kisoma mimi sikupata nafasi ya kupeleka mashahidi, kwa sababu baada ya pale walikuwa wanalazimisha niandike barua ya kuomba mimi kesi ije zungumziwe nyumbani. Nilipokataa ndipo waliponiambia sasa kama hutaki kesi na tunaifunga jalada na utakuja tarehe ya fulani kwa ajili ya kuja kusikiliza hukumu. Na hukumu ilivyotoka tukaambia mgawanyo mali, ndoa imevunjwa na mgawanyo wa mali 50-50. Lakini mpaka hili linakuja kutokea tayari tulikuwa tuna miaka 7 au 8 hatuko pamoja. Lakini ilikuja kuibuka na mwisho wake ukawa ni huo, na akadai mimi naye tuliishi miaka 16 na kocha haikuwa kweli. Kwa sababu mpaka inakuja kurudi kesi, anakuja kuanzisha kesi tayari alikuwa nje ya maisha yangu zaidi ya miaka 5, na mpaka ile kesi inakuja kuisha na zaidi ya miaka 7 au 8 alikuwa nje ya maisha yangu. Basi nijaribu kukata rufaa, lakini nilichelewa kupata nakala ya hukumu. Lakini wakili pia aliyekuwa anasimamia hakuniongoza vizuri, na kwa sababu ya kutokujua kwangu sheria alifanya kile alichokiweza yeye, na mwisho wa siku nikaonekana sababu hazikuwa za msingi, ile jambo likatupwa. Nimejaribu kuseto na hao. Baada ya hapo nilijaribu kuseto, nikaomba basi hata hiyo nyumba ya pili itolewe kama ni hivyo, kwa sababu tayari nimeshachelewa. Nilichoishia ni kuanguleni matusi na maneno ya kejeli. Na unakubaliwa leo, ukiambiwa kupewa tarehe nyingine, ukifika unakuta tayari ile tarehe haijafika, umeshalitoa value bila kushirikishwa. Mara nikuje siku hiyo tena nasubiri kinachoambiwa labda nitaambiwa chochote, na kuja kushangaa naletewa madalali bila mimi kutaarifiwa. Mara ya kwanza nikazuia, nikajaribu kuwaomba basi watoe kama ndo nishachelewa sawa, labda niombe hata watoe hiyo nyumba moja, kwa sababu kuna nyumba zaidi ya moja hapa. Watoe hapo hiyo nyumba moja afu isaminishwe nyumba nyingine, na nikalalamika sikushirikishwa kwenye jambo lolote kwenye hili. Mbona kama vile nadhulumiwa? Baada ya hapo yule bwana alifariki mwaka 2023. Baada ya kufariki mwaka 2023 sasa wamekuja ambao wanasema ni warisi wa marehemu. Ndio wamekuja wameanzisha tena kesi upya. Pia ilifika sehemu kutokana na hili lilopitia. Maana alifariki mwaka 2023. Lakini hao wanaoendesha sasa hivi ni hao wanaosema ni warisi wa marehemu. Ni watoto wake ama hapana. Huyo mmoja ni mtu mzima na anasema ni baba yake mdogo na marehemu. Na kwa muda ambao umeishi naye hamjawahi kuwa na mtoto? Hapana, sijabahatika kupata naye mtoto. Kwa maana kwa sasa ambao umekuja kudai mali ya ndugu yao ni ndugu zake yeye? Ni ndugu zake yeye, na maana baba yake mdogo akipo na mtoto wake ambaye mimi alizaliwa kabla ya. Baada ya kurudi wale mwaka jana ambao ni 2024 ndio nililetea sama mwezi wa 11. Kaenda mahakamani, lakini kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha likizo za mwisho wa mwaka, kwa mpaka mwezi wa pili tukarudi. Nikawaomba kwa sababu mimi sijui chochote kuhusu sheria, nipate mtu na mimi waweza kuniongoza kwenye jambo hili. Nilijaribu kutafuta mtu, lakini naye nilimtafuta kumbe ni kati ya grupu lile la hawa watu, na huyo wakina akanigeuka. Na kumekuwa na hiyo desturi, kila naye mtafuta baadaye wanamuita, nafikiri wanaongea naye, wanampanga, unashangaa anaanza kufokea na kujibu vibaya, hakwambii kile unachotakiwa akutetee wewe, badala yake anakulazimisha ufanye kile wanachotaka wale.
na wao walikuwa nalazimisha tu lazima niwape hela yao au nyumba iuzwe. Sasa bahati hivi juzi hivi karibuni nilikuwa nimesafiri. Sasa siku ambayo niko Dodoma najiandaa mchana ndo nitoke kule, asubuhi ndo napigiwa simu kwamba nyumbani kwangu gateini kumepangwa tangazo ambayo natakiwa nimepewa notice ya siku 14 nitoke ili nyumba iuzwe. Kiukweli jambo limenishtua, lakini kubwa kuliko yote na mpaka sasa hivi na maana nimebaki siku moja tu wakati yote nyumba yangu inakuja kuuzwa. Lakini ombi langu kubwa, mimi naamini serikali ipo na serikali na mkono mrefu. Yawezekana kwa kutokujua kwangu sheria, yawezekana kukosa watu wa kusimamia waaminifu, inawezekana labda kwa uoga wangu ndio mmefikia hapa fikia, lakini mimi naamini serikali na mkono mrefu. Ninaiomba serikali yangu tukufu, kila mmoja kwa nafasi yake wapitie hili jambo, walichunguze kwa kina. Naporwa haki yangu kupitia mahakama, kwa sababu vielelezo vyote ninavyo, na sio vielelezo tu, hata watu ambao nakaa nao mtaani wapo mashahidi. Kwa naomba kwa nafasi yao, naamini serikali hakuna kinachoshindikana, walichunguze hili jambo kwa kina ili ujue ukweli. Nadhulumiwa kwa sababu tu labda ya udhaifu wangu, sababu ni mwanamke, sina watu ambao nafahamiana nao kwa ngazi za juu, napambana na watu ambao tayari walishajipanga kabla mimi sijajua kama wale wamekusudia kuja kunipora, lakini nataka kupoteza mali zangu kupitia kukosa kwangu uelewa labda wa kisheria, lakini najua wanaitumia mahakama. Naamini mahakama sio mbaya kama watu wasema mahakama tunasema ni chombo ndo kinachotetea na haki za watu, lakini kuna watu wanazitumia mahakama vibaya ili kuwapora watu wengine mali zao. Sawa, na siku imebaki moja ambao ni kesho, inawezekana ndo tarehe ya mwisho ya ile notice ambao umepewa. Vipi kuhusiana na mrejesho ambao wa mahakama? Kuna kauli yote ambao wao walikupa kabla hata ya kukupa hiyo notice ya kuhama? Sijapewa chochote mpaka leo. Sijapewa chochote, na nilijaribu hata kwenda pale mahakamani. Bahati mbaya ile siku nilirudi, siku ya pili yake nilikuwa mahakamani, lakini sikubahatika kuonana na hakimu kwa sababu hakuwepo. Na nilipomrudia yule wakili, kwa sababu sasa nilikuwa na wakili ambaye ni wale wa msaada, wale wa Mama Samia ndio aliyekuwa anasaidia. Kamrudia yule wakili, akaniambia atafuatilia, lakini naye naona haonyeshi ushirikiano. Kipindi unafuatilia hiyo kesi mwanzoni kabisa, kuhusiana na sheria walizungumzia vipi kwamba mwanaume anaweza kurithi ama kuwepa kwenye sehemu ya mirathi ya mali ambayo amechuma mwanamke? Kwa mujibu wa utetezi, kwa mfano kwenye ule utetezi wa yule hakimu wakili aliyeandika kabla ya hukumu, ni kwamba kuna mali ambayo inatakiwa kugawanywa ni ile ambayo ilikuwa ndani ya ndoa, hata kama mwenzangu hakushare. Lakini mimi pia hilo sikuwa na shida nalo, maana kuna furniture ambazo nilinunua wakati niko naye, nilikuwa niko tayari gawanya, lakini sio nyumba. Nyumba alikuta imekamilika kila kitu, yeye alikuja akaingia kama vile mpangaji ambao anakwenda kuingia kwenye nyumba iliyokamilika. Hicho ndo kinachoniuma. Mimi angekuwa ameshare kwa namna yoyote, au hata kama angekuwa ameshiriki kwa namna yote, mimi lisingeniuma, na nilikuwa niko razi, kwa sababu haya ni maisha. Hivi ni vitu vya kupita tu, sisi sote ni wa Mungu na kwake tutarejea. Hapa duniani tunapita tu. Lakini kinachoniuma, huyo mtu ameshanidhulumu sana. Hapa nilipo maisha yangu naishi kama digidigi, ninapokea vitisho vingi, nimeshanusurika mara kadhaa kuuawa. Yaani niko kwenye maisha ambayo naishi si ya binadamu wa kawaida. Naishi maisha ya kama vile ya mnyama ambaye anawindwa. Sababu nishapokea vitisho vingi, nishakuja kuletewa maaskari naambia nauza madawa ya kulevya, walipopelelezwa kaona ni story ya kutengenezwa. Nimeshakuja kuvamiwa mara kadhaa. Kwa hiyo inafika wakati mwingine inabidi hata nitengeneze mazingira kama simu humo ndani, yani sipo kwenye nyumba, ili mradi tu usalama wangu uwepo. Na sina sehemu nyingine ya kwenda. Ningekuwa labda na sehemu nyingine kisema ningetoka nikaenda kukaa sehemu nyingine, sina, ndo hapa. Kwa hiyo na maana mwisho wa siku nitakuja kuuliwa kwa ajili ya mali yangu. Ninaiomba serikali yangu, ninaomba viongozi, kuna mkuu wa mkoa, kuna mawaziri, kuna wabunge hao wanategemea kuingia madarakani hivi karibuni, kuna rais, mama, yule ni mama.
mwanamke anajua nimechuma kwa jasho langu. Mimi ningekuwa nimeshare na mwanamume kwa namna yoyote, hata kama ingeshare kwa ukubwa wa punje ya kokoto, mimi isingeniuma. Lakini alikuwa ni mtu akuja kunipora na kunivurugia maisha yangu kila siku. Basi hiki nilichobakia nacho nikajua hiki nitapakana. Lakini kinacho anataka kunipora, ninaomba ili swala lifanywe uchunguzi wa kina. Mtazamaji wa 7 Media, umemsikiliza kwa kina sana mama hapa ambaye ameelezea sakata zima juu ya kuuzwa kwa nyumba hii, lakini pia ameeleza kwamba nyumba hii ni nyumba ambayo yeye alijenga kwa jasho lake, lakini mara baada ya kujenga nyumba hii alimkaribisha mwanaume ambaye alikuwa anaishi naye kama mwanaume wake, na baada ya mwanaume huyo kufariki, basi ndugu zake wamejitokeza kwa sasa na wanahitaji nyumba hii iuzwe ili waweze kugawana pesa, wakisema kuwa nyumba hii ni nyumba ambayo mali ya ndugu yao. Mimi naitwa Mikidadi na hii hapa ni 7 Media. Endelea kutufuatilia zaidi mwanzo mpaka mwisho juu ya mkasa huu wa nyumba, na mimi naamini pia mama hapa ameomba msaada kwa serikali, lakini pia ameomba msaada kwa mawaziri, mama yetu Gwajima. Mimi naitwa Mikidadi na hii hapa ni 7 Media.